Kuna uchawi unaitwa khasar. Khasar ni jini panda, Kiswahili inaitwa badi, anaitwa badi uji khasar. Leo nilisema ndaongea kidogo mambo mazito mazito. Huyu mwamba huyu kazi yake ni moja, ni kupanda watu. Watu wengi hawafanikiwi kwa sababu wanapanda. Sasa hapa naongea deep haya mambo. Unachukuliwa mti, nyayo, mate, nguo, changa, then unachukuliwa mti mkubwa. Ukishachukuliwa mti mkubwa, wanachokifanya linachimbwa shimo, alafu likichimbwa shimo unahamishwa udongo ulioko ndani ya lile shimo, unaletwa udongo wenye rutuba, unawekwa pale. Vinachukuliwa hivi vitendea kazi vyako, inawekwa chini ya ule udongo, alafu unapandwa ule mti juu, alafu anapewa huyu kazi khasir au badi, anaanza kukufanyaje? Kukupalilia wewe na kukumwagilizia maji ili usije ukapiga hatua katika maisha. Hizi kazi zinafanyika na watu wabaya, na mimi nataka nikuhakikishie leo asilimia zote hakuna mwanadamu ambaye hana mbaya wake, na wabaya sio miti, wabaya ni watu. Tunazuiliwa na watu, tunachukiwa na watu, tunafanyiwa fitina na watu, tunatendewa mabaya na watu tu, sio kitu kingine, watu. Kadri mti unavyopanda, kadri mti unavyokuwa, ndivyo na wewe matatizo yanafanyaje? Yanaongezeka. Kuna watu mko hapa mnanisikiliza na mnaniangalia kwenye TV, kwenye simu zenu, kwenye Insta, kwenye Facebook, kwenye YouTube, kwenye TikTok, kwenye simu ya rafiki yako. Wewe kila miaka inavyozidi kwenda, badala matatizo yapungue, yanazidi. Jua umepandwa, na kama umepandwa, utajuaje umepandwa? Ni pale ambapo kila unachokishika badala kizalishe kinaleta hasara. Utajuaje umepandwa? Unashika fedha mkononi na uwezi kuifanyia chochote. Utajuaje umepandwa? Ukishika fedha magonjwa yanaibuka. Utajuaje umepandwa? Ukishika fedha matatizo yanatokea. Utajuaje umepandwa? Ukishika fedha nyumbani watu wanaumwa. Utajuaje umepandwa? Ukishika fedha mke anaumwa. Utajuaje umepandwa? Ukishika fedha kesi inatokea from nowhere. Utajuaje umepandwa? Ukipata pesa tu, watu wote wanaokudai wanaibuka siku moja, ili ile pesa yote ulioipata iende kwao.